Hujambo na karibu sana katika ripoti ya muda huu ambako utasikia taarifa ya mashambulizi ya jeshi la Urusi huko nchini Ukraini katika maeneo tofauti na pia kwa kutumia silaha tofauti katika maeneo hayo, na utasikia taarifa kuhusu maafa ya mashambulizi hayo ya Urusi huko nchini Ukraini. Nikianza na taarifa ya shambulizi la Urusi huko mkoani Kharkiv nchini Ukraini. Vikosi vya Urusi vilishambulia mji wa Kharkiv kwa kutumia bomu aina ya FAB-500 Oktoba 28. Gavana mkoa huo wa kuitwa Oles Nobovi ameripoti, ambapo mgomo huo umeharibu jengo la Deziprom, yani jengo la viwanda vya serikali ambalo limeimarishwa kwa ulinzi wa UNESCO tangu mwaka 2022. Deziprom ni muhimu sana kihistoria kwa mtindo wake wa ujenzi na kwa kuwa na skyscraper ya kwanza iliyojengwa katika muungano wa Usovieti. Mgomo wa angani wa Urusi uliharibu sana Deziprom mjini Kharkiv, moja ya majengo maarufu zaidi duniani ya ujenzi chini ya ulinzi wa UNESCO ulioimarishwa. Rais Volodymyr Zelensky aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani likifahamika kama Twitter, kupitia nambari ya 0679619650, yani 0679619650. Unaweza pia ukajiunga na grupu la WhatsApp ambako pia huko taarifa zaidi na matukio hayo ya kivita moja kwa moja kutoka mstari wa mbele pia nimekuwa nikiaweka kwa uzuri kabisa. Hivyo pia unaweza ukajiunga sasa kama utawiwa kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 pia kama kigezo cha kupata taarifa na matukio hayo kwa njia ya WhatsApp. Kuonekana hakuleti amani, hulisha tu hamu ya mchokozi. Badala yake ni lazima tumtegemee mchokozi na kuongeza shinikizo dhidi yake hadi atakapokoma na uhalifu. Zelensky aliandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la X baada tu ya shambulizi hilo la jeshi la Urusi kwenye jengo la viwanda vya serikali huko Kharkiv nchini Ukraini. Kulitokea mfululizo wa milipuko katika mji huo mwendo wa saa 9 usiku kwa saa za huko, ambako mashambulizi hayo yalisababisha moto na moshi mkubwa eneo la kati la Kharkiv. Takribani watu 9 walijeruhiwa katika shambulio hilo kulingana na polisi wa taifa nchini Ukraini, ambako mmoja wa waathiriwa waliojeruhiwa alikuwa afisa wa polisi alikuwa kazini. Deziprom ni jengo linalofahamika kwa kila raia wa Kharkiv. Iliharibiwa wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia na sasa Warusi wanajaribu kuharibu. Volodymyr Tymoshiko ambaye ni mkuu wa polisi wa eneo hilo amesema hivyo. Ni uchungu kuona, lakini naweza kuwahakikishia ifikapo asubuhi utaona vifusi vinavyozunguka katika jengo hilo, amenukuliwa hivyo. Shambulio hilo pia liliharibu kituo cha matibabu pamoja na majengo ya utawala huko Kharkiv nchini Ukraini. Mkoa wa Kharkiv umekuwa katika mashambulizi ya mara kwa mara ya Urusi kwa zaidi ya miaka miwili tangu Urusi ilipoanza mashambulizi yake ya kiwango kamili nchini Ukraini Februari ya mwaka 2022, ambako pia miezi michache iliyopita kumekuwa na mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo yenye watu wengi katika jiji hilo. Maafisa wa Ukraini pia wameonya ya kwamba Moscow inajiandaa tena kufanya mgomo dhidi ya miundo mbinu ya kawi ya Ukraini kabla ya miezi ya majira ya baridi na kusababisha giza na usumbufu kwa huduma muhimu katika eneo hilo. Na pia jeshi la Urusi lilishambulia mji mkuu wa Kyiv nchini Ukraini kwa kutumia drones usiku kucha Oktoba 29. Meya Vitali Klitschko amearifu hivyo, ambako amesema kwamba kati ya waathiriwa hao walilazwa hospitalini. Klitschko amesema wawili hao pia walitibiwa majeraha yao baada tu ya shambulio hilo. Kifusi kutoka ndege isiyo na rubani ya Urusi ilishambulia jengo la ghorofa katika wilaya ya Kyiv huko Solomianishokoi mapema Oktoba 29 na kusababisha moto, ambapo shambulio hilo liliharibu laini ya gesi na ugavi wa gesi ukafungwa katika eneo hilo. Na pia magari ya karibu na jengo la kibiashara pia yalishika moto
kufuatia shambulio hilo, kulingana na Klitschko juu ya taarifa hiyo. Serhiy Popko ambaye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv amesema ya kuwa huduma za gesi ya dharura zilitumwa kwenye eneo la shambulio kutokana na hatari ya kuondolewa shinikizo la mfumo wa gesi, ambako moto katika eneo hilo pia umeripotiwa kuzimwa haraka zaidi. Na pia inakumbukwa shambulio la ndege isiyo na rubani dhidi ya Kyiv mnamo Oktoba 25 ilishambulia jengo la ghorofa nyingi na kusababisha msichana mdogo kufariki dunia. Na pia jeshi la Urusi lilishambulia kwa kombora kwenye majengo ya makazi na kituo cha matibabu huko Kryvyi Rih katika mkoa wa Dnipropetrovsk, ambako pia idadi ya maafa imeongezeka na kufikia mtu mmoja kufariki dunia na wengine 12 kubakia wakiwa majeruhi. Mamlaka za Ukraine zimesema hivyo kuhusu taarifa hiyo, ambapo mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 39 amefariki dunia akiwa hospitalini kufuatia shambulio hilo. Gavana Serhiy Lysak ameripoti, ambako pia watu 5 wameokolewa kutoka kwa sehemu hiyo iliyoharibiwa vibaya kwa kiwango cha juu, kwa mujibu wa polisi wa taifa. Shambulio hilo pia liliharibu gereji 12 na kuchoma moto kuenea katika mita za mraba 500 na kuathiri jengo la makazi na majengo kadhaa ya nje katika eneo hilo. Kryvyi Rih, mji aliozaliwa Rais Volodymyr Zelensky, umebakia kuwa shabaha ya mashambulizi ya makombora ya Urusi ya mara kwa mara, ambako pia tangu Urusi ianzisha uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022, vikosi vya Moscow vimeshambulia maeneo ya kijeshi na kiraia kote nchini Ukraine kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani katika viunga hivyo vya Ukraine.